Ni maisha kamili. Tutakufungulia Biblia. Leo ni maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Pia tulikuwa tunasoma uzuri naangalia hekima na ukomavu. Mara ya kwanza alikuja kwa njia nini? Ya mwili. Kama kitoto alikuwa anaongea lugha yao. Lakini baadaye anawaambia sasa mtakiwa mkomae, muwe katika roho. Amen. Leo siku ya Jumatano tunaangalia utumishi kama Ukristo. Basi kabla kwanza tupate ombi. Mungu wetu wa mbinguni, asante kuunganisha, kutupatanisha kwa kitu kimoja. Asante kwa kupitia katika wewe tunazidi kukomaa, tunazidi kukua, tunazidi kupata hekima ile itokayo juu. Amen. Tupate pia na hekima hii leo kama wewe ambavyo unatumikia na sisi tukajifunze kutumika. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Hivyo unanitaje mimi kicheo mchungaji? Paulo ungemuita mchungaji angesema sawa, lakini akasema mimi ni mtumishi. Angesema mimi ni mtumishi. Hata mimi ukiniita mchungaji sina ugomvi, lakini ukiniita mtumishi kwanza unaninyenyekesha zaidi. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili tuangalie jinsi Paulo anavyojitambulisha. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza na pili. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Unaposema wewe mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Petro, unamuona kama mtumishi kweli? Si unajiona kama yeye ni bwana wako fulani, wewe yule ni yaani wa kunyenyekewa, wa kumsikiliza. Of course tutaangalia Paulo baadaye, nadhani fungu la 16 leo au leo tutaongelea anapozungumza habari ya kwamba wamfuate Kristo. Wamfuate Kristo. Sasa Paulo anasema na watu hesabu hivi. Yaani calculate, watu hesabu. Huyu mtumishi. Tena mtumishi wa Kristo. Na huyu mtumishi wa Kristo kumbe eti ni wakili. Okay. Ni msimamizi. Nafasi yake ni kwamba anafanya kwa niaba. Wewe kama ni meneja umepewa duka ulisimamie na nini, kinachotakiwa ni uaminifu. Na uaminifu katika nini? Unawezaje kuwa mwaminifu? Ni pale ambapo unamuelewa mwenye mali anataka nini. Kwa hiyo unafanya sawa sawa na akili zake, sio unajichanganya. Ukisema natumia akili zangu inamaanisha kwamba wewe umekuwa bwana tena. Maana msimamizi anafanya ya bwana wake. Sawa. Nia ya Kristo ikoje? Akili ya Kristo ikoje? Hekima ya Kristo ikoje? Ndio somo fungu la masomo ya jana. Hekima ya Kristo ikoje? Maana unatakiwa uende na hekima yake. Ikoje? Hekima ya Kristo, akili ya Kristo ikoje? Nia ya Kristo ikoje? Ya kutumikia, ya utumishi. Iweni na nia hiyo. Wafilipi 5:8. Twende moja kwa moja. Iweni na nia hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akajifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya utumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana kama mwanadamu, alijinyenyekesha, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Anamtii kwa Mungu. Kwamba ili uweze kuokoa watu wangu, watumikie kwa damu yako, uwaoshe, waweze kufa, niweze kukaa pamoja nao na wao waweze kukaa pamoja nao. Kristo alikuwa ni mtumishi. Hata kitabu cha Isaya tunamuona Yesu Masihi anatambulishwa kama mtumishi. Paulo anasema na watu hesabu sisi ni watumishi. Kumbe kwa maana hii, yaani wewe uko pale kumnyenyekea, wewe pale uko kusikiliza. Mimi nadhani hii kama watumishi wote tungelikuwa na akili hii, nia hii ya Kristo kama Kristo alivyokuwa, tungelikuwa na udhehebu. Hamna mgawanyiko. Kwa hiyo shida ya watumishi ikoje?
iko wapi? Shida ya watumishi ni kwamba wanataka wao ndio wanyenyekewe. Watumikiwe. Yaani nikitoka na tafsiri yangu ya Biblia nataka uipokee kama ilivyo. Wasikilize wao. Na bila kujali kwamba inatumikia Kristo au la, hiyo ni tatizo. Unajua mimi nimeona siku hizi wengi tunapenda kuitwa mtumishi, na hata tukiita tuna ni sifa kama she au mtumishi kweli sikweli. Ila kuishi inahitaji uaminifu. Na uaminifu ni kutochukua sifa, kutokwenda alikuwa na akili yako na hekima yako. Wewe tafuta kutumikia hao watu ambao Mungu amewaita, na unawatumikia kwa kuwaleta kwa Kristo. Na kukuleta kwa Kristo inamaanisha nini? Kwamba ndani ya Kristo Yesu kila mmoja ajione ni ndugu wa mwenzake. Hakuna makundi. Na makundi kama yapo ni yale ya kufaana. Makundi shule ya Sabato kule mna makundi, yani madarasa yale. Lakini kwa ajili ya kujifunza pamoja. Kuna neno kweli leo nimepata kitu kwamba hata katika kitabu cha Mathayo anasema hakuja kufanyaje? Kutumikiwa, bali kuja kutumika ili kufanya iwe faida kwa wengi. Tunaitwa leo hii sisi tuige mfano huo wa Yesu Kristo, utumishi. Naona na Paulo naye hakwenda mbali ya msalaba, akasema mimi jamani nitaweza kukutumikia. Na naona hata huduma yake alipokuwa anafanya huko Korintho, yani alikuwa hata kuwezesha kwake hata zile sadaka yeye ndo anakusanya, anaenda kusaidia kwa wengine. Mtumishi sio kusubiria kupewa. Mtumishi wewe. Na ukiona kama mtumishi anatenga sana sadaka, anatenga sadaka, unasema unaanza kujifikiria huyu anafikia tumbo lake zaidi kuliko kondoo au nini? Atakuwa fake au nini? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili linalotufungulia macho kama watumishi, kwamba sisi ni watumishi wa nani, kwa ajili ya nani? Wa Mungu, kwa ajili ya kondoo, kwa faida ya kondoo. Amen. Basi kama kuna mtu yeyote anasikia neno hili Baba, likamnyenyekeshe, likianza na sisi. Haleluya. Lakini pia Baba, kama kuna mtu yeyote ametukuza mawakili badala ya mwenye mali, leo hii somo hili likamfungue. Kristo ainuliwe na kila mmoja akamtumikie. Jina lako litukuzwe. Tulete tena kwa masomo kama haya, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Sasa kipindi chetu hichi Jumatatu tumemaliza, tunaenda Alhamisi, mtindo wa maisha unaoakisi msalaba. Amen. Mimi yangu Binza. Enos Makalindile. Karibu sana. Amen.